watu wanacheza michezo ile kwa haieleweki, halafu wewe unatoka unaenda kuiga mfano ule ule na wewe. Hii ni tabia mbaya. Hutakiwi kuiga. Na ukimkuta mtu anapenda kuangalia, anapenda kufanya ile pale, mkataze mwenzio asifanye vile. Hili ni tabia mbaya. Baadaye mnakuwa mnaiga yale manyimu, mnakuwa mnaiga. Ile tabia nzuri. Sasa kwa kweli tabia nzuri ndio msingi wa taifa letu. Ikiwa una tabia nzuri wewe, ikiwa daktari, ikiwa wewe ni waziri, una tabia nzuri, hata duniani watu watasema kiongozi fulani bana mashallah, watakuwa na kusifu. Lakini ukiwa na tabia mbaya kazini, utakuwa unalitia taifa, hata taifa lako unalitia doa. Litasemwa vibaya kwa wewe wenye tabia mbaya. Kwa hiyo hii mada, wanafunzi mnatakiwa muwe makini sana juu ya hili. Muwe makini katika uigaji wa tabia mbaya. Tuigeni tabia nzuri. Mbona tabia nzuri ziko nyingi? Ukimwona mwenzio anapenda kwenda skuli na chuoni, mashallah, muige. Kwa sababu huyu ana tabia nzuri ya kwenda skuli na chuoni. Kwa hiyo akienda chuoni anafundishwa mazuri, akienda skuli anafundishwa mazuri. Kwa hiyo huyu atakuwa na tabia nzuri. Lakini sasa wewe tayari unaenda kuiga, unaacha chuoni, ushakuacha chuoni halafu uende skuli, unakaa kule mitaani kule wanaume, unakuta mtu anaanza kutia panga nyongani, na unaanza kutia panga sasa. Naona sasa hii tabia nzuri. Tabia ya kuwa wewe unachukua panga unatia nyongani, unajionyesha kwa wewe mbabe, hii si tabia nzuri. Na wewe uko una tabia hiyo, basi hata serikali wewe haikupendi, kwa sababu wewe una tabia mbaya ya kuchukua panga ukatia nyongani. Sasa unamaanisha nini? Kwa wewe unachukua visu, mapanga, halafu unavaa vile vile kuna uigaji wa mavazi mabaya. Mavazi, haya mavazi mnakuwa mnavaa. Mavazi mengine hayafai kuvaliwa. Mnavaa. Nakuta mtu kavaa pensi anasema kichwili kakikata humu, halafu katia na panga lake, ndio tabia gani? Upande wa wanaume. Tuigeni tabia nzuri. Vaa vizuri. Soma skuli, soma chuoni. Halafu uangalie baadaye nini neema itakayokutokea. Utaangalia neema itakayokutokea wewe baadaye, ukubwa ni kwako. Lakini umeanza mdogo, unaanza tabia mbaya, juu yake huko utakuja kuwa ni mtu mbaya. Hii si tabia nzuri. Na upande wa wanawake vile vile, nao vile vile wasiige tabia mbaya. Kuna mambo mengi sasa hivi ya mabaya wasiaige. Mabaya hayafai kuiga. Kuna mambo mengi mabaya msiige. Haifai kuiga mambo mabaya. Kimkuru wale wanawake unamkuta mtu kavaa suruali alafu kaichana huko, kaitoboa huko. Sasa ndio mambo gani hayo mnaiga? Wewe mwanamke unavaa suruali alafu unaenda kuitoboa? Nguo yenyewe ya kulalia alafu unaenda kuitoboa. Sasa ndio mambo gani ya kuiga? Nguo ya kulalia. Sababu suruali kwa upande wa mtoto wa kike, hii ni nguo ya ndani. Sasa leo ile ya ndani unatembelea halafu unaenda kuitoboa. Sasa ndio tabia gani? Si mambo ya kuiga haya. Sawa? Si mambo ya kuiga. Kwa hiyo hii ndio kazi ya taasisi yetu. Kukukumbusheni nyinyi watoto, wanafunzi mnaosoma, msipoteze malengo yenu katika kusoma. Wewe katika mstari wa kusoma. Faida utakuja kuiona baadaye, faida ya elimu yako unayoipata. Ukatiwa ushakuwa muhasibu katika ofisi fulani, tayari mwisho wa mwezi unakunja 500 kwa mwezi, tabaka utakuja kunitamamia, utakuja kumtama mwalimu wako. Lakini uongo, ukiwa na maadili mazuri, yule mwalimu wako wa chuoni humsahau. Mwalimu fulani wacha nipite kwake leo, mwisho wa mwezi wacha nipite kwake. Unapita pale kwa mwalimu wako, mashallah, na unamwangalia, anazidi kukuombea dua. Mwenyezi Mungu amjalie kheri mwanafunzi wangu. Mashallah, bado ananikumbuka.
Lakini ushapata kazi, ushajiriwa, ushakuwa hata kumuona mwalimu humuoni. Tabia mbaya hiyo. Ya kwa wewe mwalimu wako humjali. Wachuoni. Kakutoa toke huko mdogo, anakaa na wewe. Mwalimu wako wa skuli anakusomesha skuli, alafu humjali. Hii ni tabia mbaya. Tabia nzuri, wewe mwanafunzi mkumbuke mwalimu wako. Kadri siku zinapokwenda, kuwa na mwalimu wako karibu, upate mawazo zaidi na fikra nyingi na busara nyingi kutoka kwa mwalimu wako. Lakini ikiwa wewe ushapata kazi yako, ushakuwa mashallah, unasifikana ofisini, wewe kazi yako mashallah iko vizuri, alafu mwalimu wako unamsahau. Si katika tabia mbaya. Si katika tabia nzuri. Kwa tujitahidini sisi wanafunzi tujengeke katika tabia nzuri na tuambizane sana kwa jamani, tabia nzuri ndo msingi wa maendeleo. Ukiwa na tabia nzuri, wewe watu wote watakupenda kutokana na tabia zako. Viongozi wako watakupenda. Utakuja kuchaguliwa uwe rais. Kuwa rais tayari wewe tabia yako nzuri, ushakuwa rais. Wewe utamsahau mwalimu wako. Uongo iko siku utapita na Prado lako utaenda kumsalimia mwalimu, mambo yataendelea. Hiyo ndio tabia nzuri. Wako wanafunzi wamesoma katika vyuo fulani, wako ndani ya Uingereza sasa hivi. Basi ikifika siku tayari mwalimu anamsalimia mwalimu wake yule. Mwalimu salamu alaykum. Alaykum bibi hali, salama. Umeamkaje huko? Mwalimu anakumbuka, alhamdulillah. Mwalimu fulani yuko baya. Sasa kwa kweli uigaji wa tabia nzuri ndo msingi wa mambo mazuri yote, na uigaji wa tabia mbaya ndo msingi wa mambo mabaya yote. Ukienda kuiga tabia mbaya tu, na mabaya yote yatakufuata. Kila baya litakuja kwako wewe. Kwa sababu wewe tayari ushaanza kuiga mambo mabaya. Na ukiiga tabia nzuri, basi wewe mazuri yote yatakuja kwako, mazuri yatakufuata tu. Mazuri yatakufuata. Kwa nini asikufuate ndio una tabia nzuri? Kwa hiyo sio wewe tuangaliziane na tuambizane, bana wewe tabia yako si nzuri siku hizi. Namwambia mwenzio wewe tabia yako si nzuri. Jitahidi, kaa kwenye mstari. Usitoke, usiache tabia nzuri. Tabia mbaya hivi, tuambizane manake. Kwa sababu ukipasi katika tabia nzuri, na mambo yote yanakwenda zake vizuri. Sawa? Kwa hiyo ndo mada ambayo tulikusudia kuiwakilisha leo kwenu nyinyi wanafunzi, na muwe makini sana juu hili. Kwa sababu sasa hivi vyuo vyetu vyote vya Jukumaza tuna mwanafunzi mmoja anajulikana. Mwalimu wa Ikhwan anamjua mwanafunzi mmoja wa Matatu la ilaha illallah. Akimkuta njiani ana tabia mbaya tu ananipigia simu. Sasa kuna mwanafunzi wako mmoja naona hapa leo kapa tafrani vipi? Jina lake simjui, lakini nitakuja kukwambia. Tayari napigwa simu. Mwalimu Bichumu kamaona mwanafunzi wa Matatu la ilaha illallah. Huyo si fulani huyo, mbona? Kwa sababu tuna kaida kutembeleana. Sisi walimu tuna kaida kutembeleana sasa hivi. Ndio kama mnapoona hivi. Kwa hiyo ukiiga tabia mbaya tu, mwalimu akikuona tu anampigia simu mwalimu mwenziwe. Kwa huyu sasa hivi mwanafunzi fulani, na tunaambiwa tunakwenda kwa wazee, baada mtu baada anaiga mambo mabaya siku hizi, aache kuiga mambo mabaya. Jimefahamu? Wanafunzi mmefahamu? Mmefahamu vipi? Tusige tabia mbaya. Kwa sababu sasa hivi shetani ana jeshi lake linatembea la watu wa tabia mbaya. Bilisi shetani ana majeshi yake anatembea ya tabia mbaya. Kila mtu mwenye tabia mbaya, hilo ni jeshi la Bilisi. Ukiwa na tabia nzuri, hilo ni jeshi la Allah. Kwa sababu Allah ni mzuri na anapenda mazuri. Allah hapendi mabaya.
Bilisi laanatullahi anapenda mabaya. Kwa hiyo ukimwona mtu ana tabia mbaya, huyu anaona sasa hivi ashakuwa mfuasi wa bilisi. Sasa kwa hiyo tujitahidini wanafunzi kuiga tabia nzuri ili elimu yetu iwe na baraka, elimu yetu iwe na mafanikio, iwe nyinyi watoto baadaye muwe msaada kwa wazazi wenu. Leo wazee tunakwenda. Leo mwalimu namkumbuka mwalimu Bichumu enzi zake hapa mashaallah. Banda liko nini? Ana uwezo wa kumkamata mtoto na akamtia mikwaju. Sasa leo wale wanafunzi leo ndio amsaidie mwalimu. Mimi mstaafu wako Bichu. Wewe mstaafu, kama mstaafu ngeba ndani wale ukasaidia wenzio basi. Wewe si mstaafu. Mstaafu umekaa nje tu. Kama wewe mstaafu wa madrasa fulani, rudi chuoni, njoo toe msaada. Baki linaloendelea chuoni, wewe ulijue chuoni pana nini, mwalimu aone kuna kebeli imemzunguka ya watendaji. Wewe tutajua kweli wewe mstaafu. Lakini mstaafu umekaa huko hiyo Qur'ani ushepoteza yote alafu wewe mstaafu bwana. Kwa hiyo sasa sisi walimu tulobakia mabandani ndio tunataka wanafunzi ndio tuwe walimu. Lengo la mwanafunzi awe mwalimu ndio lengo. Japo una mambo yako mengine, kazi zako nyingine za kimaisha, lakini wewe bado unakuwa ni mwalimu tu, unakuwa mwanafunzi kwa mwalimu wako, na wewe pale kwa wewe chini unakuwa mwalimu. Na tukia siku utakuja unasomesha, unafundisha nzio, mashallah. Tayari. Sasa hii ndio hali tunayotakiwa tuende nayo. Tukifanya hivyo basi inshallah tutakuwa watoto wazuri, na tukiwa watoto wazuri tutakuwa tuna taifa zuri, tutakuwa tuna viongozi wazuri ambao wana tabia nzuri, na nchi yetu na kwa jumla itajikali duniani kote inshallah. Haya, baada ya nasaha na ujumbe wa wanafunzi, natumai wanafunzi mmefahamu. Kila mmoja akiondoka hapa, akienda nyumbani, akirudi awe naibu wa mwenziwe, kumfahamisha mwenziwe. Kuna mambo mengi huko yanaigwa tabia mbaya sasa hivi. Kwa hiyo ukimwona na mwenzio usimwache, mwambie. Kwa hiyo kila mmoja awe naibu wa mwenziwe, na inshallah Mwenyezi Mungu atutilie baraka katika taasisi yetu. Atuteremshie baraka zake, aturushie rehema zake Allah ndani ya taasisi yetu. Kuna mambo muhimu tunataka tuyafanye ndani ya taasisi ili mwanafunzi aweze kubakia katika masuala ya kielimu. Lakini bado sasa hivi Mwenyezi Mungu bado hajatufungulia, lakini inshallah kwa uwezo wake tunategemea atatufungulia inshallah. Haya, baada ya hapo baada vile vile tutakuwa tuna dua maalumu ya kuombeana dua sisi wanafunzi. Kuna wanafunzi wanafanya mitihani sasa hivi, na mara hii mpaka mwanafunzi wa darasa la 3 anafanya mtihani. Sawa? Mwanafunzi wa darasa la 3 washafanya mitihani, sio? Kuna darasa la 4 wanafanya mitihani. Ndio hao walikuwa bandani hao wanafanya, anajua kwamba mwanafunzi wa darasa la 3 anaomba mwalimu na kwenda tuition. Sawa? Ana mtihani wa darasa la 3 anakwenda wapi? Ya Rabbi salama, Mungu atustiri. Sawa? Inshallah waende wafanye mitihani yao na warudi bandani. Maana kuna wengine wao wakishaanza kwenda tuition kina ukuchuoni hawakuangalii tena. Tabia hiyo mnayo. Mimi nakwenda tuition, anakwenda tuition anarudi saa 3, lakini anaweza kwenda saa 4 saa 5 kwenda chuoni, hendi chuoni. Anakwenda kwa tabia mbaya, anaenda kukota makopo, anaenda kukota machupa. Wewe ndio tabia nzuri, mtu mwanafunzi unasoma unaenda baada ya chuoni unaenda kukota machupa. Sawa? Kwa hiyo tutakuwa tuna dua maalumu sasa hivi ya kuombea wanafunzi ambao darasa la 4, darasa la 3 wanafanya mitihani, kuombea dua Mwenyezi Mungu awape ufahamu mzuri wa kusoma masomo yao na kuweza kuelewa wanafanya nini. Sawa, na waweze kupasi katika mitihani yao wa darasa la 4 mpaka form 4 waweze kupasi,
na chuoni aendelee kubaki na apate kazi yenye kheri ili amsaidie mwalimu na wazazi wake inshallah. Baada ya hapo vile vile katika dua hiyo hiyo tutaunganisha kwa kuiombea nchi yetu dua, kwa sababu sasa hivi kwa kweli iko katika mazingira magumu, mazingira ya uchaguzi, na amani ni kitu muhimu sana. Amani ni kitu muhimu sana. Pasipokuwa na amani hapana maisha. Pasipokuwa na amani hapana maisha. Nadhani nyinyi wenyewe mashahidi jinsi gani mnaangalia nchi za wenzetu wanapohangaika. Kinaletwa chakula kwa helikopta, halafu hicho chakula kinaripuliwa. Yanaletwa maji, hayo maji yanaletwa yanapigwa pute. Sasa yale si maisha. Sawa eh? Yale si maisha. Maisha ni kuishi vizuri, una uhuru wa kutembea, sawa? Una uhuru wa kwenda popote mwenyewe kutafuta elimu, una uhuru manaka kwenda kila sehemu kwenda kutafuta lako na ukafanikiwa. Sawa? Sasa Nabilisi laanatullahi yeye anachokifanya watu wavurugike. Bilisi laanatullahi, huyu kiumbe haonekani. Huyu kiumbe laanatullahi yupo Bilisi, naye hapendi mazuri, hapendi kusikia jambo zuri. Sasa vile vile katika dua hii na Mwenyezi Mungu inshallah atuweke mbali na huyu laanatullah. Sawa eh? Kwa hiyo dua yetu inshallah tutasoma alam nashraha 1, tutasoma kulu Allahu 3, tutamswalia mtume mara 3. Baadaye inshallah tutaomba dua kwa ajili ya kuombea nafsi zetu. Mwenyezi Mungu atujalie kheri na mafanikio katika mitihani yetu na mambo yetu ya kazi zetu tunazofanya. Mwenyezi Mungu atupe nguvu katika elimu zetu. Mwenyezi Mungu atuondolee bilisi mbaya katika nchi yetu. Allah atupe amani ya kudumu katika nchi yetu. Al-Fatiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad ya rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya rabbi salli 'alaihi wa sallim. Al-Fatiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Amin.
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر وعذاب الفقر وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا والطف بنا وحفظنا والمسلمين. اللهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عجل بفضلك علينا وعلى كافة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني utupe ufahamu wa kusoma Rabbul Alamin. Ufahamu masomo yetu tunayosoma Rabbul Alamin. Tuweze kupasi mitihani yetu Rabbul Alamin. Ya Rabbul Alamin, tujalie wanafunzi wetu wanapofanya mitihani wafanye vizuri Rabbul Alamin. Watokee wa kwanza, waendelee na masomo yao Rabbul Alamin. Ya Rabbul Alamin, wajalie wanafunzi wetu wadumu katika masomo yao Rabbul Alamin. Waweze kudumu mavyuoni na maskulini ya Rabbul Alamin. Wasiwe watoro ya Rabbul Alamin. Ya Rabbi, tunakuomba jalie wanafunzi wetu hawa wawe wanafunzi wenye tabia nzuri ya Rabbul Alamin. Wenye kuiga mazuri ya Rabbul Alamin. Wenye kuiga mambo mabaya ya Rabbul Alamin. Ya Rabbi, tunakuomba kwa rehema yako na utukufu wako ya Rabbi, la ihsani yako na mapenzi yako makubwa ya Rabbul Alamin. Kwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, tunakuomba ibakishe nchi yetu katika nchi ya amani ya Rabbul Alamin. Iwe na amani ya kudumu ya Rabbul Alamin. Ya Rabbul Alamin, kinyume na pasipo amani hapana maisha ya Rabbul Alamin. Ya Rabbi, kwa utukufu wa vijana hawa na watoto hawa, wanafunzi hawa ya Rabbul Alamin, tunakuomba tukubali dua yetu Rabbul Alamin. Ya Rabbul Alamin, wanafunzi hawana makosa Rabbul Alamin. Ya Rabbul Alamin, hawa ndio dua yao amini yao Rabbul Alamin inakuwa jambo kubwa Rabbul Alamin. Tunakuomba tujalie Rabbul Alamin, ujalie viongozi wetu wa nchi Rabbul Alamin wape afya njema na mafanikio makubwa katika kuongoza nchi yetu Rabbul Alamin. Wajalie Rabbul Alamin wote uongozi mzuri na mafanikio ya Rabbul Alamin. Wajalie wenye kudumisha amani katika nchi zetu na nchi zetu ziwe na amani ya kudumu, iwe mfano ulimwengu mzima Rabbul Alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونظر الرحمة ورحلا قاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جاملا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدانا صابرا ورزقا واسعا وسعيكم مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء نسير وجنة بالدوس وجنة بالدوس وجنة بالدوس ونعيما مقيما برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Inshallah, neno la shukurani. Kwanza tunashukuru wenyeji wetu kwa kukaribisha na kufanya hafla yetu fupi hii. Vile vile tunashukuru wanafunzi wale wanatoka katika madrasa tofauti inshallah, na wao baada ya kupewa wito wamefika hapa. Kwa hiyo jingine likitokezea jitahidini inshallah mufike mapema ili tuweze kufanya shughuli yetu hii kwa sababu shughuli zetu zitakuwa zenye kuendelea. Hatutomalizia kwa mwalimu tu hapa. Kazi yetu sisi ni Zanzibar nzima. Iko siku utakuja kuambiwa bana, wewe sasa hivi tayari tiketi ipo na wewe chukua mzigo wako tunakwenda Pemba. Temoto ndio ukaambiwa. Utaja kwamba bana, wewe sasa hivi gari wiki inokuja gari ishakuwepo tayari kila kitu, tunataka twende Nungwi. Shabamu wewe tayari. Hiyo maana yake iwe hivyo maana yake. Wewe standby, uwe mmoja katika mdau wa kuweza kutangaza maadili mazuri na kukataza tabia mbaya. Kwa hiyo kwa shukrani fupi hiyo, kwa hiyo tutasema aksantum, tunakushukuruni. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mara nyingine na kwa faida ya watazamaji wetu wa channel ya Jukumadha Online TV, tumeona zoezi zima la jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar juu ya kuwasa vijana katika madrasa hii ya madrasa tu
Amania. Madrasatu Amania ndio imepiga kambi hapa leo kwa ajili ya kuwasa vijana wa madrasa juu ya kuweza kujiingiza katika dimbo lile la tabia mbaya, la uigaji wa tabia mbaya. Wamezungumza mengi na ambayo vijana wameweza kuyafahamu, na tuna matumaini vijana hawa kuweza kuwasikivu na kuweza kukaa katika mstari uliokuwa mzuri, kuwafanyia kazi wale wote ambayo Jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar imeweza kuwasa vijana hao. Kwa hiyo niseme endelea kutufuatilia katika vipindi vyetu mbalimbali katika chaneli hii ya Jukumaza Online TV. Mimi wako Yusuf Othman bin Abdullah, usisahau kusubscribe, kushare, kucomment pia ili kuweza kufaidika na wale yote ambayo tunaweza kuyafanikisha katika chaneli hii ya Jukumaza Online TV. Usisahau nyuma ya kamera ambaye anafanikisha zoezi zima la uendeshaji ama uchukaji wa kamera ya zoezi hili ni Rohani. Huyu ndio ambaye anakuwa anafanikisha katika swala zima la kushuti juu ya kuweza kulifanikisha ili zoezi hili kuweza kuendelea ama kukua ama kufanyika katika mustakabali kwa mzuri. Kwa hiyo niseme ungana tena katika vipindi mbalimbali ambavyo tutakuletea katika channel hii ya Jukumaza Online TV.